Sisi kama wanandugu tumefika hapa mahakamani kwa ajili ya kuja kusikiliza hii kesi ya mdogo wetu, lakini cha kushangaza ni kwamba tumekuja hapa tukiwa tunajua kwamba watuhumiwa waliokuwa wamekamatwa ni 5, lakini tunaoletewa mahakamani ni 2. Lakini cha kushangaza, tunashangaa jinsi walivyomwachia mtuhumiwa ambaye ni namba 1, ambaye ni mume wa Roda, ambaye kwa majina anaitwa Wilson Chazi. Kwa nini ameachiwa? Wamemwachia kwa sababu gani? Mtuhumiwa namba 1 ambaye ni mume wa marehemu haonekani. Familia ya marehemu Roda Jonathan aliyeuawa kwa kukatwakatwa mapanga Oktoba 23 mwaka huu imeibua maswali mengi na mashaka nje ya viunga vya mahakama ya hakimu mkazi Musoma baada ya shauri kesi ya mauaji namba 2912/2025 ilipofikishwa mbele ya hakimu mkazi mkuu Eugenia Rwajahuka kwa ajili ya kutajwa kwa mara ya pili. Watuhumiwa 2 wamefikishwa mahakamani hapo, mmoja akiwa ni mwalimu na mkazi wa jijini Mbeya aitwaye Marco Maginga miaka 45 na Mwita Maginga miaka 45 ambaye ni mkulima na mkazi wa wilaya ya Tarime mkoani Mara. Utata wa ndugu wa marehemu ni mshangao juu ya watuhumiwa waliofikishwa mahakamani hapo, huku wakihoji yupo wapi kigogo wa TARURA Injinia Wilson Chazi ambaye ndiye mshtakiwa namba 1 ambaye jeshi la polisi mkoa wa Mara lilitoa taarifa ya kumshikilia Injinia Wilson mume wa marehemu, pia wakidai watu 5 walikuwa wakishikiliwa kuhusiana na kesi hiyo. Mshangao wao ni kuona watuhumiwa hao 2 pekee kwa siku ya pili mbele ya mahakama. Hata hivyo, imeelezwa mahakamani hapo kuwa watuhumiwa hao wanadaiwa kutekeleza kitendo cha mauaji ya Roda kwa kumkatakata mapanga sehemu mbalimbali za mwili wake na kusababisha kifo chake baada ya kumvamia nyumbani kwake Burunga, kata ya Uwanja wa Ndege, wilayani Serengeti. Imeelezwa kuwa tukio hilo lilitokea Oktoba 23 majira ya usiku, ambapo washtakiwa hao walifika nyumbani kwa Roda kwa lengo la kufanya tukio hilo. Marco na Mwita wanashtakiwa kwa tuhuma za mauaji kinyume cha sheria za kanuni ya adhabu kifungu cha 196 na 197. Wakili wa serikali Joyce Matindwa ameeleza mahakamani hapo kuwa shauri hilo limefikishwa mahakamani hapo kwa ajili ya kutajwa kutokana na upelelezi kutokamilika. Kufuatia maelezo hayo, hakimu mkazi mkuu wa mahakama hiyo Eugenia Rwajahuka ameahirisha shauri hilo hadi Januari 5, 2026 itakapokuja tena mahakamani hapo kwa hatua zingine. Kwenye hao watuhumiwa 5 waliokuwa wamekamatwa, mkuu wa wilaya alituhakikishia kwamba jeshi la polisi litafanya kazi yake, lakini cha kushangaza ambacho tumekiona, hatumuoni mtuhumiwa ambaye ni namba 1 ambaye ni shemeji yetu aliyekuwa amemuua mdogo wetu. Ameachiwa kwa kusudi gani? Wamepata ushahidi gani wa kumwachia? Maana mpaka sasa hivi ushahidi haujakamilika. Ni kwa nini huyo mtuhumiwa namba 1 aachiwe? Jamani, sisi kama familia tunashangaa sana na tunasikitika. Kulingana na ule ukatili, haingekuwa vizuri kumwachia. Ni afadhali hata tungekuja tukawaona watu watuhumiwa 5, angalau hata mioyo yetu ingepooza kidogo. Lakini tunakuja mahakamani tunaona watu 2 tu watuhumiwa. Leo nimekuja huku mahakamani kuangalia kesi cha mdogo wangu aliyokatwa, lakini nashangaa vyombo vya dola, naona yule mtuhumiwa wa kwanza namba 1 hayupo. Jamani, kweli jamani, kwa nini wamwachia? Tunasikitika. Yeye ametolewaje? Hata hatujamuona. Yani tunaoletewa ni watu wengine ambao tujui. Vyombo vya dola vilitangaza, hata huyo mtu alitangazwa kwamba alikuwemo, lakini tunasikitika tulipokuja hatujamuona, maana walishikiliwa 5. Tumeona watu 2 tu. Yule mhusika yule alikamatwa mara ya kwanza hayupo. Sasa sisi ndio tunashangaa hivyo, tokaje? Kwa kweli vyombo vya serikali tusaidie. Mama Samia tusaidie jamani. Niko hapa kwa ajili ya kuja kusikiliza kesi ambayo inahusiana na mauaji ya dada yetu anaitwa Roda aliyeuawa, lakini nasikitika kushangaa kwamba watuhumiwa walioletwa hapa ni 2 tu, lakini sasa mtuhumiwa namba 1 ambaye ni mume wa marehemu haonekani. Kwa hiyo mimi kama kaka yake marehemu mkubwa, ninaomba kwamba serikali yetu ya Tanzania
vyombo vya habari, vyombo vya dola kuchukua hatua ya kumrudisha huyu, kumleta huyu mume wa marehemu ili serikali iweze kuchukua hatua zake. Kwa majina naitwa Linus Amri, ni wakili wa kujitegemea, lakini katika kesi hii nina watch brief ya kuhusiana na kesi ya mauaji ambayo ilitokea katika kijiji cha Burunga, Sengerema, Serengeti huku maeneo ya Mara, na ni kesi ambayo inahusiana na marehemu anaitwa Loda Jonathan almaarufu Mobe, na kesi hii ina watuhumiwa wawili. Leo wamefikishwa mahakamani kwa ajili ya kuangalia kama upelelezi umekamilika, na bado upande wa jamhuri wanasema upelelezi haujakamilika, na kesi imetajwa tena tarehe 5 kwa ajili ya kuangalia kama kweli upelelezi utakuwa umekamilika, ili sasa hatua za kisheria ziendelee. Kesi ya mauaji yote tunazitaga ni murder case ambayo inashtakiwa chini ya kifungu cha 196 na 197 cha Penal Code ambacho kimefanywa marekebisho 2023. Ni kesi ambayo inaendelea, na upelelezi utakapokamilika basi watafanywa komito kwa ajili ya kwenda mahakama kuu.